Jeshi la Magereza Tanzania kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu Arusha wamefanya ufunguzi wa mafunzo ya muda mfupi ya program ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa 40 wa Gereza Kuu la Arusha iliyoandaliwa na chuo hicho pamoja na Jeshi la Magereza. Mkuu wa Jeshi la Magereza nchini Jeremia Katungu akizungumza katika hafla hiyo amesema kuwa jeshi hilo litaendelea kuboresha huduma za urekebishaji wa wafungwa na kuagiza askari wa jeshi hilo kutoa nafasi kwa wafungwa kupata mafunzo kama sehemu ya kujikwamua kiuchumi pindi watakapomaliza vifungo vyao. Kati yao 30 ni wanaume na 10 ni wanawake. Wafungwa hawa wameingia kwenye historia kwa sababu tukio hili ni la kihistoria. Na kwa kweli naomba tuwapigie makofi na wajipigie makofi mengi sana. Nimeandika historia ya kuwa wanafunzi wa kwanza kushiriki kwenye programu hii kwa kuanzia gereza hili la Arusha. Na nimepata fursa ya kukagua miundombinu ya madarasa yatakayotumika kuendesha mafunzo haya, na kwa kweli nimeridhika kuwa yanaweza kutumika kutoa mafunzo husika. Na tumepata maelezo pale. Tumeshuhudia na kuelezwa kwamba mwalimu anaweza kuwa yuko chuoni Njiro, lakini wanafunzi wako ndani ya darasa lao gerezani wanamfuatilia. Na tumeshuhudia pale sehemu 3. Njiro chuoni kuna mwalimu, lakini darasa la wanaume kuna wanafunzi na darasa la wanawake kuna wanafunzi. Kwa wakati mmoja wote wanafuatilia mafunzo au somo ambalo linatolewa na mwalimu anayetoa somo husika. Kwa hiyo niwahakikishie kwa jeshi linajipanga na litaendelea kuboresha miundombinu ya kujifunzia kwa wafungwa kwenye magereza yote ili yaweze kukidhi katika utoaji wa mafunzo mbalimbali kwa wafungwa kadri hali ya kifedha itakavyoruhusu, ili kunufaisha kundi kubwa zaidi la wafungwa, na hii ni kwa maslahi ya jamii lakini pia ustawi wa taifa letu. Toe rai kwa wafungwa ambao umepata fursa ya kuanza mafunzo haya, muwe chachu kwa wenzenu kwa kuzingatia mafunzo mtakayopata ili yaweze kuwasaidia pale mtakapokuwa mmemaliza vifungo vyenu, kwa kutumia fursa zilizopo ili muweze kufanya shughuli halali za kujipatia kipato. Aidha, mnatakiwa kuonyesha nidhamu ya hali ya juu na kufuata kanuni na taratibu zote mtakazoelezwa kwa kipindi chote cha mafunzo. Profesa Jeshi litaendelea kushirikiana na Chuo cha Uhasibu ili kuboresha mafunzo haya, na kama ambavyo umegusiwa, tumeanza na gereza Arusha, lakini tulipenda tuendelee na magereza mengine hatua kwa hatua ili kundi kubwa zaidi la wafungwa waweze kunufaika na mafunzo ya aina hii. Mkuu wa Chuo cha Uhasibu Arusha Profesa Eliamani Sedeweka amesema ushirikiano kati ya jeshi hilo na chuo hicho ni kuwajengea uwezo wafungwa kwa kozi za muda mfupi ili wapate mbinu za kujiajiri, na lengo ni kutoa mafunzo zaidi ya astashahada na shahada ya uzamili kwa watumishi wa jeshi hilo. Tumeanza na hizi kozi fupi za wiki mbili ambazo zinalenga kuwezesha vijana wetu kuwapa elimu ya biashara. Lakini huu ni mwanzo tu. Sisi tunategemea na ndoto zetu na malengo yetu ni kwenda katika kozi za muda mrefu, kwa maana ya kozi za diploma na kozi za degree na kozi za masters kwa wafungwa. Tunategemea kwamba hii itatoa nafasi ya muda mrefu kwa wale wa Tanzania wote ambao wamejikuta kwa sababu moja au nyingine wako katika mikono ya sheria, lakini wanatamani kubadilisha maisha yao kwa muda ule wako ndani, hasa pale watakapotoka. Tunatumai kwa ushirikiano wetu huu na malengo yetu ya muda mrefu na yale yote tuliyojipanga kufanya, tutakwenda kutimiza hii. Kwa hizi kozi za muda mfupi, hii ni kozi moja wapo tu, lakini malengo yetu tuna kozi nyingi ambazo tunategemea tutakwenda kuzifanya. Tukianza na hizo ujasiriamali, lakini pia na kozi za stadi za kazi mbalimbali kwa kujengea uwezo, kozi za udereva wa walau wanapotoka mfungwa atoke na cheti cha udereva na leseni ya udereva. Tunategemea kozi mbalimbali kama hizi zitawawezesha wao kuweza kurudi uraiani wakiwa wamejiandaa, wakiwa wametendea kazi wenyewe kurudi uraiani na kuweza kwenda kujitegemea.